Shout out to you, man. Shout out to you. Kazi nzuri. Thank you so much. Familia bro. Shukran sana. Amini bro. Tupo kwa ajili ya kusupport na sisi tusapotiane. Muhimu. Cholo kwa sisi. Tikisa tikisa. Share right here. Kila kitu tunataka tuzungumze na my brother. Moja kati ya kipaji ambacho na imani pia mimi ndani ya miaka 2 story nyingine. Sio hicho. Amen. Unafanya kazi nzuri sana. Thank you so much. Na watu wana appreciate. Thank you so much. Na wanapenda unachokifanya. Mimi nilikuwa nataka niulize kitu kimoja. Ilikuwa ni ngumu au rahisi kiasi gani director au production ya Kombolela kuamini katika uwezo wako? Haikuwa rahisi wala haikuwa ngumu, ila ni katika imani na kuamini. Unajua chochote unachokifanya watu wanaona na wanaamini, na amini watu wanaona na wanakuzingatia. Muhimu ni kuwa na ile consistency. Kilichotokea mimi kwenye Kombolela ni kama watu wengine ambao wanafanya harakati zao hapo wanahisi kama hawaonekani. Producer wa Kombolela before kushiriki naye katika Kombolela, yeye kabla hata kufanya kazi yoyote ile ya kuwa kama producer alikuwa na ndoto. Kila kitu kinaanzia katika ndoto. Kabla ya kufanya kitu kinaanzia kichwani. Unatafakari, una create kitu mpaka kinakuja kutimia. So yeye aliniona mimi katika harakati zangu. Kipindi hiko sikuwa najua kama kutakuja kuwa na Kombolela, sikuwa najua kama ninachokifanya au harakati zangu kuna mtu ananiona na ananifikiria. Sio, unanielewa? Kama nilikuwa nafanya kwa mapenzi na moyo wa kujitoa, kumbe kuna mtu ananiona na ananifikiria. Ndio kilichotokea. Mimi nilifanya kazi ya kwanza inaitwa Jiwe. Ilikuwa inaonekana TV1 kipindi hicho. Kitambo nipo ile kaone. Kumbe mtu huko naye yupo katika ndoto zake anapambania. Kabla ya kufika hapa alipokuwa sasa hivi anasema bana, huyu mtoto huyu one day yes nitakuja kufanya naye kazi. Mimi mwenyewe nikiwa na ndoto nasema mimi nafanya, nasema watu wananiona. One day yes nitaonekana na nachokifanya nifanye kwa moyo ili watu wanione. Si unanielewa? Kwa ndio kilichotokea. Imekuwa rahisi kwa sababu mimi juhudi zangu unaweza nisizione. Kila mtu anafanya juhudi. Unaweza usizione juhudi zako sasa hivi, ila amini watu wanaona na wanakuzingatia, na one day yes. Ila tu muhimu kuwa na imani. Kombolela sasa hivi ndio wimbo wa taifa, nadhani unanielewa. Sasa hivi mtu yupo lazima afukuzwe kazi. Oh my God. Bila Kombolela mtu wangu. Sasa mimi nimetumwa na ukiachana hiyo story, nimetumwa na kina Team Vene. Team Mtoto Kizuka. Okay. Wanataka kujua yupo mikono salama. Bwana, kama unavyojua watu wanaonekana kama wauni ni watu wenye hisia kali. Vibaya. Mapenzi hayajaribiwi. Wenyewe wanakuambia masiala wa kweli. Alafu wauni ni wenye mapenzi. So mtoto yuko sehemu salama, nadhani wanaona. Sitaki kuelezea sana if you know. Papa Cholo aliweza kumpenda Chizi Vena na akili timamu, mnaanzaje na achani. Acheni ni mmiliki. Yo, Cholo Clavis Kikala. Au sio bwana? Mimi nataka kingine ninachotaka kujua, uliwezaje kuzitengeneza karakta mbili tofauti? Maana yake Cholo alikuwa 32 po mabegani, ameibeba 32, wote wanajua Cholo ni nani. Alafu ghafla wala 32 wakaona Cholo tena kama katukataa. Issue wasichotakiwa kujua au watu wanachotakiwa kujua kwamba Cholo haishi maisha yake. Okay. Anachokiishi ukimwona kama muuni sana au kama unaona anakukosha katika engo yako yoyote, jua kwamba mwandishi ndo ametaka Cholo au story ndio inataka Cholo awe hivyo. Na ili wewe uwe msanii bora, ili uonekane Cholo bora, hutaki kuishi Cholo kwa kumkariri. Inabidi uishi Cholo kama anavyotakiwa kuishi. Kama maisha ya watu wengine. Haina maana ukiwa muuni ndo unakufa nao. Wenyewe wanakuambia hata Firauni anaweza kumkuta peponi Firdaus. Kwa kila kitu kinawezekana. Hasa inabidi tuone, je, kweli inawezekana? Chukua hiyo. Sasa mimi kingine kwamba nimeona matukio yote yanayofanyika kwenye Kombolela watu wanachukulia kama fursa, au sio bwana? Shida Masamba alifanya usiku wa vyombo. Yaani aliibeba ile kwenye TV akaileta kuwa uhalisia. Yani ukizungumzia hivyo Kombolela ni fursa. Kombolela ni biashara. Swali langu ni kwa hivi, kama nakati.
Leo tunaona dada yetu Siwa, tuliona ana bima ya afya Mvuje. Tuliona kabla hata ijawa leo. Je, tutarajie Cholo atakuja na kitu ambacho ni kama watu yani hii ni fursa. Huu ni mkate ambao kila mtu anaruhusiwa kutafuna kwa keki ya taifa. Hii ni keki ya taifa. Kwa watu wasubirie, kuna wale matozi masela, tozi msela Republic right here right now. Si unanielewa? Yani sio kwamba usela kuna Mnyamwezi ndani yake. Watu tunaonyesha jinsi gani masela wauni washikaji na sisi tuna mapenzi siku hizi. Kwa watu wategemee, kulikuwa kuna Shida Masamba, kuna Siwa ulioposta, wategemee kuona vitu vingine. Hata unaweza tukasema bwana, kwa mfano kijana t-shirt zangu Tozi Msela Republic unaichukulia mjini. Wewe kweli unaonekana smart, lakini sio kwamba uuni hauna ndani yako. Mpaka mtu akute ule ndio utamuonyesha. Kwa kila mtu swali langu liko kidogo tu. Nataka sema Cholo ni muhuni? No. Uuni sijui unataka yani maana ni kwamba maisha ya Cholo ambayo aliyaishi akiwa na 32 mabegani ndani ya Kombolela ndio maisha yake halisi. No. Ile ni script. Japo Cholo anaishi na watu. Okay. Kwa 32 anawaona, mengine kisha kukutana navyo, kisha kuviona, kuvishuhudia. Nisiwaongope watu, sijakulia Masaki. Kwa kuna vitu vingine yani vipo, lakini sio tabia zangu, ila nishaye kuviona. Yani unambii kitu kabisa. Yani mimi najua mtu akichukia na kuaje, si unanielewa? Sio ninavyokuangalia. Chukua hiyo. Namalizia ya mwisho. Ndani ya Kombolela. Wewe ndani ya Kombolela. Lakini pia inawezekana kuna mtu ndani ya Kombolela unamkubali. Yes, of course. Nani unamkubali ndani ya Kombolela? Mule bwana, ile keki ya taifa. Nakubali watu wengi. Napenda watu wengi. Najua hiyo, najua familia wengi sana. Lakini acha tu cheo nimpe tu Ajina na Solo Kikala. Nadhani nikimpa hiyo crown hakuna mtu atachukia. Tena Solo Kikala. Taarifa zikufikie. Au sio bwana? Una haki ya kumwandika. Sasa bwana Solo. Naye ni na Solo, yani wajina wangu. Mimi naitwa Cholo kile maana ni na Solo. Wajina. Basi imeisha hiyo. Shout out bwana. You are watching Metro Media TZ. Usisahau kusubscribe, comment na kulike.